Hujambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Kamanda wa jeshi la IRGC la nchini Iran anasema Iran iko tayari kufanya mashambulizi katika ngome za Marekani. Kamanda wa kikosi cha anga cha jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu la Iran IRGC amesema makombora ya kisasa pamoja na drone za kivita za Iran zipo tayari na zimeelekezwa dhidi ya ngome za Marekani katika eneo la Ghuba ya Uajemi, huku vikosi vya jeshi vikisubiri amri ya mwisho ya kushambulia. Brigedia Jenerali Sayyid Majid Mousavi amesema katika taarifa iliyochapishwa katika mitandao ya kijamii akisema makombora na drone za anga za juu zimeelekezwa kwa adui na sasa tunasubiri amri ya kufyatua. Kauli ya kamanda huyo mwandamizi wa IRGC imekuja wakati mvutano kati ya Iran na Marekani ukiendelea kuongezeka katika eneo la Ghuba ya Uajemi, huko Iran ikitoa onyo kali kwamba haitavumilia uchokozi zaidi wa Marekani. Onyo hilo limefuatilia operesheni ya kulipiza kisasi ya majeshi ya Iran dhidi ya uchokozi wa kijeshi wa Marekani baada ya vikosi vya jeshi la Marekani kushambulia meli za mizigo na meli za mafuta za Iran karibu na Jaski. Jeshi la wanamaji la IRGC lilijibu kwa operesheni ya haraka na madhubuti kwa kutumia makombora ya ballistic ya kupambana na meli, makombora ya cruise na drone zenye nguvu kubwa ya milipuko. Iran imesema mashambulizi hayo yalisababisha hasara kubwa kwa adui na kulazimisha meli za Marekani kuondoka katika eneo hilo katika hali ya taharuki. Maafisa wa Iran wamezitaja harakati hizo za Marekani kuwa ni tishio kubwa kwa usalama wa usafiri wa majini katika ukanda huo pamoja na usalama wa njia za kimataifa za meli. Ikumbukwe eneo la mlango wa bahari wa Hormuz ni eneo muhimu kwa upitishaji wa 20 hadi 25% ya mafuta pamoja na gesi ulimwenguni pamoja na bidhaa zingine, ambapo kwa namna ya kipekee imesababisha hali ya uchumi kuyumba katika ulimwengu, na hivyo dunia inashuhudia kuyumba kwa ulimwengu kwa sababu tu ya kufungwa kwa mlango wa bahari wa Hormuz. Jeshi la wanamaji la IRGC nalo limesisitiza kuwa njia pekee salama zinazoidhinishwa kwa meli kupita katika mlango wa bahari wa Hormuz ni zile zilizowekwa na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Aidha, imeonya kuwa hatua yoyote ya uhasama au kiukwaji wa sheria kutoka katika vikosi vya majeshi ya kigeni itakabiliwa na jibu la haraka, kali na la moja kwa moja. Jeshi la wanamaji la IRGC limesema lina udhibiti kamili wa njia hiyo muhimu ya baharini, huku likisisitiza dhamira yake ya kulinda meli za Iran na kuhakikisha usalama wa Ghuba ya Uajemi. IRGC imesema vikosi vyake vinaendelea kuwa katika hali ya tahadhari, hali ya juu na viko tayari kujibu kwa muda wote ili kulinda maslahi ya Iran pamoja na usalama wa eneo hilo. Jeshi hilo la Iran limesema linaapa kwamba litavilenga vikosi vya kigeni pia ambavyo vitaikabili mlango wa bahari wa Hormuz. Kamanda wa kitengo cha juu cha uendeshaji wa operesheni za kijeshi nchini Iran naye pia ameonya kwamba majeshi ya Iran yatalenga vikosi vyovyote vya kigeni, hasa vile vya jeshi la Marekani vitakavyojaribu kukaribia au kuingia katika mlango wa bahari wa Hormuz, njia pekee ya kimkakati ya baharini. Haya yanajiri baada ya Uingereza pamoja na Ufaransa kusema watapeleka meli zao za kivita huko katika Mashariki ya Kati, licha ya Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron kukiri kwamba kamwe hatapeleka meli hizo za kivita hadi pale ambapo watakuwa na makubaliano na Iran. Katika taarifa ambayo ilitolewa na Meja Jenerali Ali Abdullah, kamanda wa makao makuu ya Khatami al-Anbiya, amesisitiza tena kuwa usalama wa mlango wa Hormuz uko chini ya mamlaka pekee ya vikosi vya kijeshi vya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Alibainisha kuwa kupita salama kwa meli zote katika njia hiyo muhimu ya maji lazima kuratibiwa na vikosi vya kijeshi vya Iran. Jenerali Abdullahi amesema kuwa viongozi wahalifu na jeshi la Marekani lenye hulka ya uchokozi na ugaidi hivi karibuni wamegeukia vitendo vya uharamia na uporaji katika maji ya kimataifa, hatua inayohatarisha biashara ya kimataifa na usalama wa kiuchumi wa dunia, na ameonya kuwa viongozi hao pamoja na washirika wao wanapaswa kufahamu kwamba taifa la Iran lenye msimamo thabiti na ujasiri pamoja na vikosi vyake vya kijeshi litajibu tishio au uchokozi wowote kwa kiwango chochote na katika eneo lolote la Iran kwa majibu makali na yenye majuto. Endelea kutufuatilia mtazamaji, na nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.